Ni mkutano wa 39 mkutano mkuu wa ALAT ambao umezinduliwa rasmi hapa leo makao makuu ya nchi na serikali na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na kubwa ameweza kutoa maagizo mbalimbali kwa watendaji kwa maana ya wakurugenzi pamoja na watumishi wa halmashauri. Na hapa niko na mkurugenzi wa Bukoba, wilaya ya Bukoba, na kubwa ni wilaya Muleba, na kubwa ni kutaka kuzungumza naye kuhusiana na uzinduzi huu wa ALAT wa 39. Na yeye anazungumziaje uzinduzi wa leo, lakini wamepokeaje maagizo ya Mheshimiwa Rais. Niko na Mheshimiwa Isaya Mbenje ambaye zamani alikuwa ni mkurugenzi wa wilaya ya Pangani, na kubwa tunataka kufahamu sasa leo ni kwa mara 39 leo ALAT inazinduliwa na Mheshimiwa Rais. Unazungumziaje siku ya leo? Ndugu mtangazaji, kwanza ni heshima kubwa Mheshimiwa Rais ametupa sisi wajumbe wa ALAT kuona kwamba anatenga muda wake pamoja na majukumu mengi kuja kushiriki nasi kutuzindulia mkutano huu. Inaonyesha kwamba Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ni wizara ambayo iko chini ya ofisi yake. Kwa hiyo amezidi kutupa heshima na sisi tunampongeza sana. Lakini mbali na heshima ambayo amewapa, ametoa maagizo mbalimbali ikiwemo swala la kwenda kusimamia ukusanyaji wa mapato katika halmashauri. Imeonekana kuna kulegalega kwa ukusanyaji wa mapato, lakini bado kumeonekana kuna baadhi ya watumishi ambao sio waaminifu wamekuwa wakitoa risiti feki katika kukusanya mapato, hali inayopoteza mapato mengi katika halmashauri zetu hapa nchini. Wewe kama mkurugenzi, agizo hili umelipokeaje la Rais? Kwanza sisi tunalipokea kwa mikono miwili kwamba sasa haya ni maelekezo na maagizo halali ya Mheshimiwa Rais kwetu sisi watendaji wake, na tunajua kwamba zipo changamoto nyingi katika kusimamia mapato. Ahadi yetu ni kwamba tunaenda kuweka mikakati na kuhakikisha kwamba mapato ya serikali yanakusanywa. Na kama alivyosema yeye mwenyewe, mwenendo unaonyesha kwamba ukusanyaji wa mapato kwenye halmashauri zetu unaimarika. Kwa mfano mimi halmashauri yangu ya Muleba tumekusanya bilioni 8.6 kwa mwaka jana. Mwaka huu mpaka mwezi wa Februari tumeshakusanya zaidi ya bilioni 6.5. Kwa hiyo tunaonekana mwenendo na makisio yetu ni kufikisha bilioni 9 kwa mwaka. Na mapato haya tunayaelekeza kwenye maeneo ya kipaumbele. Tunajenga barabara za lami. Mwaka huu tumejenga mita 500 za lami kwa ajili ya kufungua mwaro unaoelekea kwenye ziwa Victoria, lakini tunajenga boti ya kusafiri kwenye visiwa vyetu kutoa huduma. Tunajenga soko kwa zaidi ya bilioni 1.7 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaongeza uwekezaji, tunaongeza uzalishaji, na tunayatekeleza haya ambayo Mheshimiwa Rais ameyasema kwamba sasa halmashauri zetu zinakwenda kufanya vitu vya maana vinavyotoa huduma kwa wananchi kwa wakati sahihi. Sawa, moja ya changamoto ambazo zilijitokeza katika halmashauri zetu hapa nchini ni swala la 10%, 4% kina mama, 4% vijana na 2% watu wenye ulemavu. Mmejipangaje kama wakurugenzi kwenda kuhakikisha mnasimamia vyema huu mchakato mpya sasa wa upatikanaji wa 10% katika halmashauri zenu? Bahati nzuri mwongozo umeshatolewa na serikali tayari kwamba kuna halmashauri zinatoa mikopo hiyo kupitia benki, lakini sisi wengine tunatumia mfumo wa kawaida wa kusajili vikundi na kuvihakiki kupitia mwongozo tulionao. Sasa hivi udanganyifu hauwezi kujitokeza kwa sababu hata kamati za uchambuzi wa maombi ya mikopo zimeongezeka na uhakika wa shughuli zinazofanywa na wananchi katika kujiongezea kipato zinaonekana. Kwa hiyo tunafanya appraising system ambayo ni nzuri, inahakikisha vikundi vinapata mikopo, vinafanyia biashara na kurejesha mikopo ili watu wengine waendelee kutoa. Kwa mfano mimi kwangu tayari nimeshatoa mikopo kwa vikundi 51 na zaidi ya milioni 750 tumeshakopesha vikundi na wanaendelea kufanya kazi za kuzalisha na kujiongezea kipato. Pengine unaweza ukatuambia faida ya uwepo wa ALAT kwenu kama wakurugenzi. Kuna faida gani ya uwepo wa ALAT na kwa namna gani inaweza kuchagiza maendeleo katika halmashauri zetu? Sisi ALAT ni chombo chetu. ALAT ni sauti yetu kama serikali za mitaa. ALAT ndio mtetezi wa serikali za mitaa. Kama ulivyosikia na kama unavyoona, ALAT ndio eneo pekee ambapo
jumuiya au mamlaka zote za serikali za mitaa tunaweza tukaunganisha nguvu na kutoa taarifa na kusimamia maendeleo ambayo tumedhamiria kuyafanya. Kwa hiyo chombo cha ALAT ni chombo muhimu sana ambacho kinaendelea kusaidia katika kusukuma maendeleo ya wananchi. Nini ambacho mnaweza kumwahidi sasa Mheshimiwa Rais? Ameahidi kuboresha miundombinu katika ALAT. Tunachomwahidi Rais ni kuendelea kusimamia maelekezo yake, kuendelea kuboresha huduma, kuendelea kusikiliza kero na kuzitatua kero za wananchi ili kuhakikisha kwamba ustawi wa wananchi unaimarika na hatimaye maendeleo endelevu yanapatikana kwa wananchi wetu. Tushukuru sana. Asante sana na tunakushukuru pia, asante sana.